Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako. Alhamdulillah, ni kwa rehma na sio kwa ujanja wetu, ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa uhai tena kutukutanisha tena na si mwingine bali ni Sheikh wetu Sheikh Mwadama ndani ya studio zetu za Mahdi TV ili kukufahamisha mengi kuhusiana na masuala ya dini. Na katika mada yetu ya leo, mpenzi mtazamaji, tunaenda kuangazia tawakkul na maisha ya Muislamu. Hivi vitu viwili vinafaa kuungana vipi? Ni jinsi gani unafaa kutawakkul kwa Mwenyezi Mungu hata unapokuwa katika mitihani, dhiki imekukumba? Ni jinsi gani unafaa kutawakkul kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Inshallah tukielekea kwa Sheikh tutafahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Karibu sana Sheikh. Shukran. Naam, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Naam, hapa tunaingia kwenye mada inayohusiana na tawakkul na maisha ya Muislamu. Naam. Mwanzo kabisa tuende kwenye kuielezea tawakkul inamaanisha nini. Mwanzo kabisa tawakkul ni kumtegemea Mwenyezi Mungu kwa moyo wote. Lakini baada ya kutumia sababu zinazokufanya au kufanya juhudi zinazofaa ili kutegemea. Tukimaanisha kwamba tawakkul si kutegemea tu peke yake, bali ni kutegemea baada ya kufanya juhudi fulani ambazo zinasababisha kile kitu kipatikane. Wala tawakkul si uvivu wa kuacha kazi ama kutofanya kazi na kutofanya baadhi ya wajibati kisha useme minategemea Mwenyezi Mungu. Yani baki tawakkul ni kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa hivyo ni kutegemea Mwenyezi Mungu baada ya kufanya juhudi fulani. Kama ni kufanya kazi ndio upate kile kitu unachokihitaji. Tawakkul ni katika mojawapo ya sifa za waja wema. Yani mja ambaye ni mwema kwa Mwenyezi Mungu, yeye anamtegemea Mwenyezi Mungu baada ya kufanya bidii, wala si kumtegemea yeye tu kwenye kitu kimoja. Ndio. Qur'an ina aya nyingi sana ambazo zinazungumzia kutawakkal. Mwenyezi Mungu anatuambia kul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Na Mwenyezi Mungu anatuambia sema hakitatupata isipokuwa kile ambacho Mwenyezi Mungu ametuandikia. Illa ma kataba Allahu lana huwa maulana, na yeye ndiyo mlinzi wetu. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, na kwa Mwenyezi Mungu basi na watawakali wale ambao wanamwamini, ambao wanamtegemea Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo falyatawakkalul mu'minun, waumini ni wale ambao wanafanya tawakkul kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu tawakkul ni kufanya mambo yako yote, kufanya bidii zako zote, alafu umwachie Mwenyezi Mungu afanye. Na katika aya nyingine anasema inna Allaha yuhibbul mutawakkilin, hakika Mwenyezi Mungu anawapenda watu wanaofanya tawakkul. Kwa hivyo mtu ambaye anafanya kitu alafu akaenda akajaribu kumwachia Mwenyezi Mungu pale palipobakia, Mwenyezi Mungu anapenda sana. Kwa sababu ni sehemu ya kuonyesha kwamba kuna mahali sisi binadamu hatuna uwezo isipokuwa ni Mwenyezi Mungu peke yake. Na tawakkal, kuna kisa kimoja ambacho kilitokea enzi za Mtume, kwamba kulikuja bedui mmoja akasikiliza darsa za tawakkal na akaelewa kwamba ni kumtegemea tu Mwenyezi Mungu peke yake. Hakuna kitu kingine chochote. Sasa siku moja inasemekana akaja kwa Mtume, akaja akamwacha ngamia wake bila kumfunga. Amemwacha nje alafu akaingia msikitini. Baada ya kuingia akaulizwa Mtume, ngamia wako? Akamwambia nimemwacha hapo nje, mimi nimetawakkal ala Allah. Akaonekana kwamba Mtume akamwambia, inaonekana haujaelewa vizuri maana ya tawakkul. Tawakkul inatuambia qayyid
watawakkal. Sasa akamwamrisha kwamba nenda ukamfunge, alafu utawakkal. Baada ya kuwa umefanya nini? Umemfunga. Ikimaanisha ni ufanye kitu ndio umtegemee nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tawakkal ni katika mojawapo ya alama ya imani. Ni katika mojawapo ya alama ya imani. Kwa hivyo ukiwa unaamini utafanya kadri ya uwezo wako, alafu muachie sehemu. Ndiyo. Uachie sehemu ya Mwenyezi Mungu. Ndiyo. Mwenyezi Mungu anatuambia kutoka katika Suratul Anfal. Anatuambia innamal mu'minuna, hakika ya waumini, alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, hakika ya waumini ni wale ambao atakapotajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao hujaa hofu. Ndiyo. Wa idha tuliyat alaihim ayatihi, na wakati aya za Mwenyezi Mungu zinaposomwa zadatuhum imana, zinawazidishia imani. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa Mola wao wanamtegemea. Yani wanafanya tawakkul kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wanategemea Mwenyezi Mungu zaidi katika imani zao. Kwa hivyo waumini wa kweli ni wale ambao atakapotajwa Mwenyezi Mungu wanajaa hofu. Yani akitajwa tu Mwenyezi Mungu unajua Mwenyezi Mungu yeye ndo ameniumba mimi, na kila sababu yani ya kumfanyia chochote. Zinajaa hofu. Na zitakaposomwa aya za Mwenyezi Mungu zadatuhum imana, imani yao inazidi. Na hapa kila mmoja ni ajiangalie kwenye imani yake. Je, zitakaposomwa aya za Mwenyezi Mungu anahisi vipi? Anahisi vipi? Inazidi imani yake ama ni vile vile tu anaona ni kama ni kitu cha kawaida? Ama ni ile akiweka dakika moja shatoa. Ashaenda kule kunako mpunga. Furahisha. Kuna watu wanafurahika zaidi kwenye sehemu ambazo haziko sawa. Sasa wakati zinaposomwa aya za Mwenyezi Mungu, hawa waumini wa kweli zinazidi imani zao. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa Mola wao wanafanya tawakkul, yani wanamtegemea Mwenyezi Mungu peke yake. Imamu Ali anatuambia tawakkul min quwwatil yaqin, ni katika mojawapo ya nguvu za yakini. Yani kutawakkal, yani yakini ni ile stage ambayo umefika kwamba sina shaka na Mungu. Ndiyo. Kwamba nafanya kitu changu namwachia Mwenyezi Mungu. Kadri yakini ya mtu kwa Mwenyezi Mungu inavyozidi ama inapoongezeka, ndivyo hiyo imani ya kumwamini. Yani ukiwa na tawakkul ndio unazidi kuwa na nguvu zaidi. Yani inaimarika zaidi. Kimaanisha kwamba kila mwanadamu kadri atakavyokuwa na tawakkul anakuwa na yakini zaidi na Mwenyezi Mungu. Na yakini ndio ile ambayo aya inatuambia wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yani mwabudu Mola wako mpaka ikufikie yakini. Yakini ni kwamba umefikia kiwango kwamba huna wasiwasi na Mungu. Kile atakachokifanya kiko sahihi na sio kuwa amenionea mahali. Ni kama umekubali lolote ambalo linatokea, kadari ya Mwenyezi Mungu umeikubali kabisa. Ndiyo. Naam. Pia yakin ama tawakkul inaleta utulivu wa moyo. Yani kumtegemea Mwenyezi Mungu unapata ule utulivu wa moyo wako. Na kuna wengi wanapitia kipindi kigumu cha maradhi ya moyo kwa sababu hawana tawakkul. Yani chochote yeye anaona ni mimi nifanye, hakuna nafasi ya Mungu. Yani ni yeye afanye mpaka mwisho, na anaona mimi ndo ni mtendaji mkubwa, hakuna nafasi ya Mungu. Wakati ni uongo katika maisha yetu. Kwa hivyo katika Qur'ani anatuambia Mwenyezi Mungu waman yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbu, na anayemtegemea Mwenyezi Mungu basi yeye humtosheleza. Huyo Mwenyezi Mungu ndo atakutosheleza. Yani wewe ukiweka tawakkuli yako iko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inatosha. Wala hakuna sababu ya kuenda kuiegemeza kwa mtu mwingine yeyote. Hata awe na uwezo vipi, hawezi kukusaidia isipokuwa ni Mwenyezi Mungu.
Al-Imam Jaafar Sadiq alayhi salam anatuambia katika hadithi yake, al-ghina wal-izzu yajulani, anasema utajiri wa moyo na heshima huwa vinazunguka. Fa idha dhafira mawadhi tawakkul au tana, anasema hivi utajiri wa moyo na heshima huwa vinazunguka, lakini zitakapopata sehemu ambayo ina tawakkul basi hutulia. Yani utajiri wa nafsi na heshima, ukitaka heshima, utajiri wa nafsi, kwamba nafsi yako imetosheka, basi ni tawakkul. Ni kwamba mimi mambo yangu nafanya kadri ya uwezo wangu na nambakishia Mwenyezi Mungu. Hivi vitu vinazunguka, vikipata tu sehemu ambayo ina tawakkul, hivi vinatulia. Kwa hivyo mtu ambaye ana tawakkul huwa ana utajiri wa moyo na pia ana heshima yeye mwenyewe binafsi. Naam. Tawakkul humfanya muumini asiishi kwenye hofu kupita kiasi kuhusu riziki au kuhusiana na kesho yake. Yani inamfanya muumini anakuwa hana hofu kubwa kuhusiana na kesho yake, kwa sababu mwanzo ametekeleza yale ambayo Mungu ameamrisha, na hana wasiwasi kwamba Mungu mimi atanifikisha na nitakuwa salama. Hiyo ni mojawapo ya kuwa anakuwa na utulivu wa nafsi yake na hana shida na kesho yake. Lakini mtu ambaye hana tawakkul, yeye utamkuta amejipangia labda miaka, wala si vibaya, lakini wasiwasi wake zaidi ni kesho yangu itakuwaje. Na mbio zinazowapeleka watu wengi mbio mpaka wanashindwa kufanya ibada za Mwenyezi Mungu, wamebaki tu kwenye kung'ang'ana na maisha, mpaka mtu anashindwa kuswali, anashindwa kukaa mahali akaongea na Mola wake. Ni kwa sababu ana hofu ya kesho yake. Kesho yangu mimi, watoto wangu mimi sitaki waishi kama nilivyoishi. Kesho yangu mimi, lakini Mungu yeye ndio anapanga. Wewe hata ukapanga vipi kuhusiana na kesho yako, hakuna na hiyo nafasi. Sisi tunang'ang'ana tu kadri ya uwezo. Na ni ung'ang'ane kadri ya uwezo wako. Wala si semi kwamba tawakkul ni useme mimi nakaa, kesho anayejua ni Mungu. Fanya kadri ya uwezo wako, lakini umwachie sehemu Mwenyezi Mungu. Nyingine, tawakkul haipingani na kufanya juhudi. Kufanya bidii. Watu wengi wanaona tawakkul ni kwamba ni ukae uletewe. Mimi namtegemea Mwenyezi Mungu. Sasa mwisho tunabaki kuwaombaomba sasa. Hatuna juhudi yoyote, inabaki sasa mimi namtegemea Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa hivyo Qur'an katika suratu Ali Imran, fa idha azamta fatawakkal ala Allah, kwamba ukiazimia, ukifanya uamuzi, basi mtegemee Mwenyezi Mungu. Yani tawakkul haikuzuii wewe ufanye maamuzi yako wewe mwenyewe ndio ukafanya nini? Tawakkul. Lakini wengi wanaona kwamba kutawakkal ni ile kukaa kwamba mimi ni shekhe, wacha nisubiri Mungu ataniletea riziki kutoka mbinguni. Nakumbuka kuna siku nilikuwa nikisema pointi kama hiyo kuhusiana na walimu wa madrasa. Mwalimu wa madrasa atategemea sana hapa upande wa madrasa. Na unajua madrasa zetu ndio kama hizi. Si wote wanaolipa fee. Unajua upande mwingine mpaka wanafunzi watoe fee. Sasa ukiangalia utakuta mtu ashakwambia ni ustadhi. Anakwenda anakaa msikitini. Utawakal sio wewe ndio ukae msikitini. Sema ni madrasa ni Jumamosi na Jumapili. Hizi siku zingine unafanya nini? Una riski gani ambao uko nayo? Maana kuna mtu mashallah anafundisha madrasa na kuna kibanda chake. Ndio. Bimaana hajaweka nini yake yote, anajua kabisa huku naweza tukosa, lakini najua Mwenyezi Mungu maadamu mimi napambana na hiki kibanda changu, naamini riski nitapata nini? Nitapata. Na kama sikupata najua fungu la mwenzangu ndo limepatikana, langu leo limekosekana. Na maana wanasema maustadhi wa madrasa wajitahidi kuwa na biashara za kando. Hasa upande huu mwingine ambao sasa wanafunzi ndio utakuta inakuwa vigumu wao wengine kulipa fee. Ndio. Na inakuwa ni mtihani mkubwa sana. Kabisa. Naam, na umenikumbusha sisi maustadhi basi tunatuingiza sisi wengine pia. Naam. Tuna mitihani. Ndio. Uhakika sisi
hatufanyi sababu za ambazo zinaweza zikatutoa kwenye hayo maisha, kweli, tukaishi maisha mengine tofauti. kweli. Na Mwenyezi Mungu yeye ana sababu. Kweli. Hafanyi kitu chochote, yani hakuna kitu kitatokea kweli, bila kuwa na sababu nyingine yote ambayo itakuja. Kwa hivyo azimia kwamba mimi nafanya hiki, alafu tawakkal kwa Mwenyezi Mungu. Unamwachia nani? Mwenyezi Mungu. Unafanya kwa ajili ya Allah. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Sasa ukiazimia sasa, ama ukichukua maamuzi kwamba nafanya hiki, basi tawakkal kwa Mwenyezi Mungu. Na malasafu shadidi, sasa hivi mifano mizuri ikipigwa, unajua ukipiga mifano ya umaskini, sijui kama huku mazingira haya ya huku imefika hiyo misemo, lakini sasa hivi wenyewe hata mtaani wanakuambia mimi niko waya kama mwalimu wa madrasa. yani maskini mkubwa ni hiyo. La ilaha illa Allah. Hakuna mfano mwingine ambayo unaonekana kwamba mtu maskini kabisa ni mwalimu wa madrasa, ndio mfano mkubwa ambao unapigwa. Jamani, masikitiko makubwa. Ni mtihani. Na ambapo ni sisi wenyewe pia kufanya mpaka kupigiwa kule, kupigiwa ule mfano. Kwa sababu tumekaa, yeye anasubiri tu kile kitakacholetwa na watoto Jumamosi, hicho ndo. Ukumbuke hapo uko na familia kabisa, haiwezi kukutosheleza hile ya wale watoto wa madrasa. Maana tuseme unangoja hiyo shilingi 200, watoto wenyewe labda ni 40. Haitoshi. Hao 40 hiyo 200 uki times na 40 haitoshi. Haitakupa wewe pesa ya kununulia mke wako dera, haitakufaidi wewe, itakuwa ni kula kuendelea. Ni kula tu. Haujijengi pia wewe binafsi. Kabisa, huwezi kujisongesha popote kwenye maisha. Na ndio maana nasema, yani kama kuna kazi ambayo ni ngumu, ni kazi ya kufunza. Kabisa. Wanapitia mitihani mikubwa sana maustadhi. Na haswa ya madrasa. Kwa sababu sasa hivi mazingira yetu yamekuwa na mtihani. Huwezi kupata mwanafunzi siku hizi za weekdays. Ndio hivyo. Hiyo Jumatatu mpaka Ijumaa mwanafunzi humpati. Ndio. Unless ujue sasa umeenda inside hustle yako kwamba uliambiwa mahali wewe ustadhi, nataka unifundishie mwanangu Qur'ani kila mwezi na kulipa kiasi fulani cha pesa. Hiyo inakuwa ni kama ni riski yako. Ni riski yako. Na pia hiyo ni baadhi ya sehemu. Na ni baadhi, sio watu wote. Maana tuseme sawa, kuna wanafunzi wengi ambao wameenda kusoma madrasa, wanataka kuwa mashehe na maustadhi. Sio wote ambao watafanikiwa kuwa shehe wala ustadhi. Bimaana kadri wengine, ndio maana utakuta ndio anasomea kufahamu dini na kutaka kufunza dini, lakini anasomea pia kuwa na ile skill ambayo yeye mwenyewe kesho akitoka nje itamsaidia kama amekosa kimoja. Kama amekosa kuwa mwalimu. Ndiyo. Lakini sasa sisi tumeweka mategemezi yetu yote pale, akili, mwili. Na tukiangalia dunia sasa hii economy ni ngumu. Haitoshi uhakika. Kutegemea hayo maisha hayo ni mtihani. Ni mtihani mkubwa. Ni sisi maustadhi sote, nikiwemo mimi mwenyewe, tujaribu kadri ya uwezo wetu tutafute namna ya kuishi. Na kama tutabaki tu kwenye hiyo hali, itatuzorotesha muda mrefu sana. Ndiyo. Tayari tunapigiwa mifano, lakini tunaweza tukajitoa. Alhamdulillah. Tunaweza tukajitoa. Kweli. Inshallah. Naam, kwa hivyo acha nichukue mapumziko Sheikh, kisha turudi katika awamu ya pili. Naam. Hii inaenda vizuri sana. Naam, kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Sheikh Mwadama ndani ya studio zetu za Mahdi TV, alhamdulillah tunazidi kufahamu mengi kuhusiana na kutawakkal kwa Mwenyezi Mungu. Wazungu wanakuambia ni kutrust in Allah. Yaani unapoweka matumaini yako kwa nani mwingine? Kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Unafanya juhudi zako lakini unamwachia Mwenyezi Mungu. Kama ni aheri, juhudi zile zitapita. Na kila kitu anayekupangia ni Mwenyezi Mungu. Anayekunyima ni yeye na anayekupa ni yeye. Hivyo basi tawakkul yako ibakie ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usife moyo. Inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako. Alhamdulillah tunazidi kupiga gumzo mzuri kuhusiana na dini tukiwa naye Sheikh Mwadama ndani ya studio zetu, anayekujuza mengi kuhusiana na masuala ya dini, haswa katika mada yetu pendwa ambayo tumeamua kuichagua na inayokuhusu wewe zaidi. Kutawakkul kwa Mwenyezi Mungu ni kuhusiana na nini? Na ameelezea pia kwa uchache, tukaelezea pia mifano ambayo wewe nyumbani, wewe kama wewe unapaswa kuifuata. Inshallah tukielekea kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena Sheikh. Shukran. Naam. Naam, kuhusiana na
kwamba tawakkul haipingani na kufanya juhudi. Ndio. Tuchukulie mfano wa mkulima. Ndio. Kwa sababu ukulima ni katika mojawapo ya kazi ambayo ina tawakkul nyingi sana. Ndio. Hata wale wanaotumia vitu vyote ambavyo wanatumia, sijui mbolea, sijui booster, wanaenda wakanyunyuzie. Lakini ukulima ni katika mojawapo ya kazi ambayo inamtegemea Mwenyezi Mungu. Hakika. Kwa hivyo mkulima, ili uvune, na wala huwezi kusema nitavuna kama sijalima. Kweli. Kwa hivyo ni uazimie mwanzo ndio ukafanya. Ndio. Ndio ufanye tawakkul. Kwa Ndio. hivyo mkulima, kitu cha kwanza, tawakkuli yake kubwa ya kwanza kabisa, yeye atatayarisha shamba, anategemea nguvu zake. Kitu cha kwanza kabisa, atakapoweka mbegu chini ya ardhi, pale ndo tawakkuli yake ya kwanza kabisa. Kwa sababu hujui ni kitu gani kinaendelea ndani ya hiyo mbegu. Kuna wadudu ndani, na wakati mwingine inaweza ikaoza huko ndani. Kwa hivyo yeye anaiweka, alafu anaenda kukaa mahali anatawakkal baada ya kuwa ashaweka ile mbegu. Pia baada ya kuchomoza, na sio zote unazozipanda zitamea zote. Zingine zinabaki, zinakufa, zinaoza, zinaliwa na wadudu. Ndio. Baada ya kuchomoza mimea, sasa ni mmea umeanza kuchomoza, hakuna kitu chochote ambacho wewe una uwezo wa kufanyia ule mmea ili ukue vile unavyotaka wewe. Ndio. Bali unategemea Mwenyezi Mungu, yeye ndo ataukuza. Hata kuwe na mbolea kiasi gani, kuwe na dawa, hata ukapalilia kiasi gani, maana lazima watu wale wanahitaji. Hata nimesahau, nakumbuka tukipanda mpunga magugu. Ndio. Nakumbuka tukipanda mpunga mwende muyatoetoe ili kuipea space, lakini mwisho wa siku wewe ushafanya kazi yako. Ushafanya. Sasa unategemea kwamba Mwenyezi Mungu yeye ndo anafanya, imebaki ni ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mkulima atalima, atamtegemea Mwenyezi Mungu, lakini ni baada ya kufanya nini? Ya kulima hiyo mbegu. Hakuna jinsi mwanadamu ana uwezo wa kukuza mmea kwamba huu unataka ukue hivi mpaka ufikie hapa, isipokuwa ni nguvu ya Mwenyezi Mungu. Pili, biashara. Mfanya biashara anafanya biashara, ndio, lakini bado kuna tawakkul, kwa sababu yeye mtu akiweka biashara yake hapa, kuna mteja umemwekea guarantee kwamba atakuja kununua. Anaweka duka, anaingia ndani, anakaa. Ndio. Hakuna target. Pamoja na kuwa wasomi wametutengenezea, fanya research ujue wateja wako utawapata wapi. Lakini kama hakuna tawakkul, basi wanakuambia kuweka vitu katika biashara utaweka, ni sawa, lakini si guarantee kwamba utapata wale wateja. Ni wewe uzidishe adhkari zako, umefanya adhkari, unamwachia Mungu. Maadamu ni riziki yako ya halali, Mungu haizi kutafutia njia wewe kukosa kupata hata kile kidogo kabisa. Sasa pia bado inategemea tawakkul. Pamoja na kuwa watu wa business wamefanya research, uende ukatafute mahali, uangalie wanaishi wakina nani, hayo yote utafanya. Lakini mwisho wa siku bado utamtegemea nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pia mwanafunzi anasoma kwa bidii sana. Kuna watu wanasoma sana. Mashallah. Lakini baada ya hapo mtihani, matokeo unategemea nini? Umefanya nini? Natawakkal kwa Mwenyezi Mungu. Wala sio kwa inawezekana hata ukashangaa mwisho wa matokeo kwamba kwani hizi ndio mimi nilikuwa ninastahili nipate. Lakini kwa sababu wewe umefanya ile bidii yako, umeweka azimio lako kwamba mimi ni hapa, na shule zingine lazima pia uweke target, ujaribu kuonyesha ile target. Lakini baada ya hapo baada ya hapo sivyo ni ukae kando sasa useme hapa natawakkal. Ndio. Wala si kwa ujanja wa kila. Ndio maana utakuta mwanafunzi amesoma vizuri, amefanya vizuri mtihani akafanya, lakini akuta matokeo ni tofauti na alivyotarajia kabisa. Na huenda Mungu amelipanga hili na kiso chake, maana kila kitu anajua ya mbele ni yeye kabisa, na kila sababu. Maana ni kama tajiri. Tajiri ametegemea apate pesa nyingi. Ndio. Lakini akaja akapata pesa tofauti na ile ambayo alikuwa anatarajia. Huwezi jua hizo pesa Mungu alikuwa akupa kiasi fulani, ungekuwa na kibri ndani yake. Ndio maana anakuepusha nacho.
Na kwa hivyo kutawakkal mara nyingi sisi ni tufanye na tuiache nafasi ya Mwenyezi Mungu afanye mambo yake. Wala si hatuna ujanja wala hakuna nguvu yoyote ambayo tunaweza tukatumia katika kila mambo yetu. Ndio. Lingine tawakkul inaondoa uoga. Mtu ambaye anafanya tawakkal hakuna kitu ambacho anaogopa katika haya maisha. Na ndio maana tuko katika kwenye kumbukumbu za kumkumbuka Sayyid Shahid Ayatollah Khamenei, wakati wa Amerika wa Israeli walipomwahidi kwamba sisi target yetu sasa hivi ni wewe tukuue. Ndio kitu alisema mimi siogopi. Mimi kwa hapa nilipofika hakuna kitu naogopa tena. Kweli. Sasa mimi nishamaliza maisha yangu. Akimaanisha kwamba ni tawakkul. Ndio ilikuwa imemjaa kwenye nafsi yake. Ndio maana akamwambia mimi hakuna kitu ninachoogopa. Kwa hivyo mtu ambaye anafanya tawakkul hana uoga. Ukiangalia hata pete yake maandishi yaliokuwa yameandikwa inna ma'a ya rabbi. Sasa wewe mtu kama huyo anayemtegemea kila kitu anamwachia Mwenyezi Mungu. Litakalotokea na mwenye dua yake ilikuwa ni kufa shahidi. Maana hata alipoulizwa ya kwamba apelekwe kwa zile tanka, asema je, wa Irani wako nazo? Je, watu wangu wako nazo? Hakuna. Kama wao wako nazo waekeni wao kwanza, mimi nitakuwa wa mwisho kuingia hapo. Akimaanisha kwamba tawakkuli yake ilikuwa imekuwa kiwango cha juu kiasi cha kuwa hana uoga wa kitu chochote kabisa. Na tukirudisha kwenye maisha haya yetu ya kawaida, kama ulivyokuwa unazungumza kwamba walimu wa madrasa waangalie kitu cha kufanya, ni biashara, ni kufungua kibanda. Na watu wote yani kwa ujumla, ni kwamba wakati mwingine sisi tunaogopa sana. Hofu ni nyingi kuliko kule kufanya. Yaani mtu anaona mimi niko na vipesa vyangu kidogo, lakini nikianza biashara itafeli. Anaona ni ile afadhali tu niitumie kuliko kuanza kile kitu. Kwa hivyo sisi wenyewe ni tuirudisha hiyo tawakkul kwa Mwenyezi Mungu, na ukiwa na tawakkul utajaribu mambo tofauti na hautakuwa na uoga, kwa sababu hata kama itafeli imefeli na bado maisha yanaendelea. Utajaribu kitu kingine na utajaribu chengine, mwisho unaweza ukafikia kule unakotarajia. Kwa hivyo ni tuwe na tawakkul ili tusiwe na uoga katika kufanya mambo yetu. Na katika suratul Ali Imran inatuambia hasbunallahu wa ni'mal wakil. Anatutosha Mwenyezi Mungu, na yeye ni mlinzi bora kabisa kwetu sisi. Yani anatosha. Na ukiangalia katika sisi wafasa ahlul bait, ukiangalia dua nzuri kabisa ya kutawakkal, dua ya salatu subh, hasbi man huwa hasbi, hasbi man lam yazal hasbi, hasbi man kana mudh kuntu lam yazal hasbi. Ni dua ambayo ukiangalia vizuri, lau tutaisoma kwa ikhlasi moja kwa moja, hii dua ina tawakkul kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Mashaallah. Ni kumtegemea Mwenyezi Mungu kwenye kila kitu. Na tunaisoma wakati wa swala asubuhi kwamba hiyo siku yetu yote tunaikabidhi Mwenyezi Mungu na tunatawakkal kwake yeye. Ndio. Naam, al-Imam Ali anatuambia katika hadithi yake, man tawakkala ala Allah lam yaghlibuhu ahad. Yule ambaye atatawakkal kwa Mwenyezi Mungu hashindwi na yeyote. Kweli. Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kukushinda kama utakuwa umefanya tawakkul kwa Mwenyezi Mungu. Na tutarudi bado kwenye historia. Ukiangalia vizuri historia ya al-Imam Hussein, tukiwa bado tuko katika mwezi wa Muharram, kwamba maadui waliona kwamba hapa tumeshinda, lakini mwisho wa siku hali ikaugeukia. Ndio. Na mpaka sababu ya kuwa wale mateka wakina Bibi Zainab, wakina al-Imam Ali Zainul Abidin kuwaacha, sababu ni kuwa aliona mambo yamebadilika. Baada ya wakina Bibi Zainab kutoa hutuba zao,
baada ya Imam Ali Zainul Abidin kutoa hotuba yake, watu wakaanza kujua sasa kumbe hawa ni wajukuu wa mtume, ni akina nani. Kila mmoja akaanza kulia kwenye holi ya Yazid. Na alipoona sasa mambo yamegeuka, akaona awachie na ila hata inawezekana angefanya kitu kingine kikubwa zaidi ya hicho. Kweli maana alikuwa hashindwi. Na ndo akaona wacha niachane nao, kwa sababu aliona kwamba Al-Imam Hussein aliona hata kufa kwangu maadamu niko na tawakkal, huu ndio ushindi kwangu. Kweli. Hata Sayyid Shahidi ndio aliona kwamba kufa kwangu kwa ajili ya kutetea nchi yangu na kwa ajili ya kuwatetea watu wanaodhalilishwa, aliona hapa mimi sina shida, huku kufa itakuwa ni ushindi kwangu. Kwa hivyo haushindwi na yeyote ukiwa unatawakkal kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tawakkul nzuri ambayo tunaweza tukaipata, tunaweza tukarifaa kwenye kisa cha Nabiullah Ibrahim. Mashaallah. Wakati Nabiullah Ibrahim alipokuwa amevunja masanamu, watu wakasema, ikielezea katika suratul Anbiya aya ya 68 na 69, wakasema qalu harikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Waliambiwa kabisa, walisema kabisa mchomeni na wanusuru miungu wenu, kwa sababu hata wamaliza wote sasa kama amewavunja ambao wako ndani ya Al-Kaaba. Sasa wanusuru miungu wenu na kama nyinyi ni watu wa kutenda kweli. Sasa baada ya hapa amri ilitoka kwamba Nabiullah Ibrahim naingizwe kwenye moto, achomwa, kukawekwa moto mkubwa. Riwaya zinasema ilikuwa ni kuni, kila mwana kijiji alileta kuni nyingi tu, kiasi cha kuwa wenyewe wanasema haikuwa rahisi kwamba mtu asogelee huo moto. Moto ulikuwa unawaka vibaya, ilibidi Nabii Ibrahim afanye kutupwa, sio kupelekwa. Yani ni wale wawe wako mbali, sababu ukisogea utakuchoma. Akafanya kurushwa. Wakati akirushwa kwenye moto, riwaya zinatuambia akiwa katikati hajafika kwenye moto, malaika Jibrili alimkujia akamwambia, sema unataka tufanye nini hapa? Nabiullah Ibrahim akamwambia, ilaik, ni wewe ndio unaniuliza? Akamwambia, ndio, mimi naweza kufanya chochote kabla hata hujafika kwenye moto. Nabiullah Ibrahim akamwambia, ilaika fala, kama hicho unachotaka kufanya kinatoka kwako wewe, malaika Jibril, hapana, niache. Tawakkaltu ala Allah, nimetegemea Mwenyezi Mungu. Jibril ikabidi asimame kando. Pakaja malaika Mikail, malaika wa mvua, anaiteremsha mvua. Akamwambia, sema ya Nabii Allah, mimi mvua ninayo, huu moto ni kunyeshea tu, mvua uzime hapa. Ndio. Nabiullah Ibrahim akamwambia, ilaika, akamwambia ndio. Akamwambia, kama ni wewe, hapana. Ndio. Tawakkaltu ala Allah. Nimetawakal kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Hapo hapo Mikaili akakaa kando, ukaja malaika wa upepo, kwamba huu moto ni upige upepo uende mbali kabisa, au wamekurusha na ukianguka iwe moto hakuna. Na pia Nabiullah Ibrahim akamwambia, hapana, tawakkaltu ala Allah, ikimaanisha kwamba ukitawakal kwa Mwenyezi Mungu hakuna kitu chochote ambacho kitakushinda wewe. Kwa hivyo wao walijiona ni washindi, tumemchoma. Lakini Nabiullah Ibrahim akawa anaenda, na hapa aliposema tawakkaltu ala Allah kwa mara ya tatu, sasa Mwenyezi Mungu akaamrisha sasa, akaamrisha moto sasa, pamoja na kuwa mnauona unawaka, akamwamrisha ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Akawaamrisha sasa moto wenyewe, pamoja na kuwa unawaka, kila mmoja anaona, akasema hewe moto sasa kuwa baridi na salama kwa nani? Kwa Ibrahim. Na
wanatafsiri wanatuambia lau asingesema ya naru kuni bardan wa salama ala, mbali na kuwa alisema uwe baridi na salama, si baridi tu, kwa sababu ungekuwa baridi peke yake pia inawezekana usingekuwa salama huo moto. Lakini Mwenyezi Mungu aliweka kila kitu ulinzi moja kwa moja kwamba kuni bardan wa salama, baridi na salama. Kwa nani? Ala Ibrahim. Hakuna mtu mwingine yeyote ambaye ameamrishiwa moto uwe baridi na salama isipokuwa ni kwa nani? Ni kwa Ibrahim peke yake. Na lau asingeweka hii ala Ibrahim, Mwenyezi Mungu angesema tu ya naru kuni bardan wa salama, basi mioto yote ingekuwa baridi na salama mpaka sasa. Lakini akasema kwa nani? Ala Ibrahim, kwa sababu amefanya nini? Amefanya tawakkul kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mashaallah. Naam, pia katika mojawapo ya faida za tawakkul ni huleta riziki. Mtu anayefanya tawakkul, Mwenyezi Mungu anamruzuku, anamjazia riziki, na yeye mwenyewe ndo amesema katika Qur'ani kwamba waman yattaqillahi yaj'al lahu makhraja, katika suratul Ahzab, kwamba afan sikumbuki ni sura gani, waman yattaqillahi yaj'al lahu makhraja, na yule ambaye atamcha Mwenyezi Mungu atamjalia mahali pa kutokea. Sisi wengi, kila mmoja anajiuliza, mimi maisha yangu yako vipi, nitajitoa vipi kwenye hii hali? Lakini Mwenyezi Mungu ametupa njia kwamba waman yattaqillahi yaj'al lahu makhraja, na yule ambaye atamcha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo atakujalia sehemu ya kutokea. Wayarzuquhu min haythu la yahtasib, na atamruzuku huyo ambaye atamcha Mwenyezi Mungu, atamjalia kwamba atatoka vipi? Wayarzuquhu min haythu la yahtasib, na atamruzuku kwa njia asiyotarajia, kwa njia ambayo wewe mwenyewe huna mahesabu kuaminia. Mashaallah. Na yule ambaye atatawakkal kwa Mwenyezi Mungu fahuwa hasbu, waman yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbu, na yule ambaye atakuwa na tawakkul kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anamtosha. Kwa hivyo umaskini, riziki zetu kuwa ngumu, ugumu wa maisha yetu unaletwa kwa sababu tawakkul imekuwa ni kidogo kwetu sisi. Kwa hivyo yule ambaye atakuwa na tawakkul kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu mwenyewe atamruzuku kwa namna ambayo yeye mwenyewe hajawahi kutarajia. Mashaallah. Naam, Imamu Ali katika hadithi yake kuhusiana na tawakkul anatuambia, man tawakkala ala Allahi dhallat lahu sa'abu, anayemtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humrahisishia magumu. Yani magumu ambayo tuko nayo, lakini ukiwa na tawakkul kwa Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu anayafanya yanakuwa rahisi. Kwa sababu sisi wakati mwingine tunaona maisha magumu, lakini je, tawakkul yetu ipo vizuri? Tunamtegemea Mwenyezi Mungu, tunafanya bidii fulani ndio turudi kwenye tawakkul. Kwa hivyo ni sisi wenyewe tujaribu kadri ya uwezo wetu tuwe na tawakkul na tumtegemea Mwenyezi Mungu katika maisha. Pia tawakkul humfanya mtu anakuwa na subra, kwa sababu ni kufanya kitu alafu kumwachia Mungu. Ni kufanya juhudi fulani alafu umwachie Mungu. Ni subra. Inamfanya mtu anakuwa na subra na kwa yule Mwenyezi Mungu ambaye anajua yeye ndo kazi yake inafanya. Na aya ipo wasbir. Watawakkal ala Allah. Kuwa na subra na tawakkal kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo utakapopatwa na matatizo, dhiki, magumu, dhiki, kuwa na subra alafu tawakkal ala Allah. Shukran sana Sheikh. Hakika ni furaha zaidi
kwa mengi ambayo umeweza kuelezea. Nafurahi zaidi kuelewa unaongea unampa mtu moyo kabisa. Shukran sana, na Allah akulipe kheri, akujaze nuru na akujalie uwe miongoni mwa watu ambao utazidi kuelimisha umma kuhusiana na dini na haswa ahlaki tofauti tofauti na jinsi ya wao kusogea karibu na Mwenyezi Mungu. Shukran sana Sheikh. Shukran. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili alhamdulillah tumekamilisha mada yetu ya tawakkul, na naamini mpenzi mtazamaji umeshika mawili matatu walao, pia imekupa moyo, imekupa nguvu ya wewe kuwa na imani kwa kile ambacho unachokiamini, alafu unamwachia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ima pia ni katika ndoa, maana pia tunahitaji kutawakal. Wewe umetafuta mchumba, hujui kama ni waheri, muombe Mwenyezi Mungu akuonyeshe kheri yake, ima kama ni shari atakuepushia nayo. Umeanza biashara, mwachie Mwenyezi Mungu pia akujalie ili upate riziki zaidi, maadamu wewe umeweka imani yote kwa Mwenyezi Mungu, umemwamini Mwenyezi Mungu, yeye ndo atakutatulia shida zote ambazo unazozipita. Inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia fi amanillah.